Naitwa Latifa Mustafa, wakili wa serikali kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania. Katika siku hii ya leo tumekuja katika mkoa wa Morogoro kutoa elimu kwa umma, kwa sababu hiyo ni moja ya jukumu la tume, na lengo kuu ni kuhakikisha watu wanajua sheria kuhusiana na maeneo mbalimbali ya sheria, ikiwemo siku ya leo tulizungumzia mada mbili: usafirishaji haramu na haki na wajibu wa mkopaji na mkopeshwaji. Lengo kuu la kutoa hii elimu ni kutoa uelewa wa sheria kwa jamii, na pia kuhakikisha kwamba jamii inatoa maoni na yale maoni tunaenda kuyafanyia kazi, kwa sababu moja ya kazi ya tume ni kupokea maoni na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha sheria zinaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia kwa maendeleo endelevu. Makundi yaliyoshiriki siku hii ya leo, kuna vijana, kuna kundi la bodaboda, kuna wakilishi wa watu wenye ulemavu, kuna viongozi wa dini, kuna vikundi vya wanawake, kuna watendaji. Naitwa Mariana Emmanuel, ni kiongozi wa vijana kutoka kata ya Kilakala. Nimeshiriki mafunzo haya yaliyokuwa yanahusisha biashara haramu ya binadamu yaliyotolewa na wawezeshaji kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa sababu yametoa uelewa zaidi kwa vijana, lakini pia yametoa uelewa zaidi kwa jamii nzima, kwa sababu washiriki walikuwa ni wadau mbalimbali. Lakini pia yametoa somo kuhusiana na mikopo, namna ya wajibu wa ukopeshaji na wajibu wa mkopeshwaji. Kwa hiyo yote haya yanalenga kuendeleza jamii yetu katika nyanja za kiuchumi, lakini pia nyanja za kuheshimu utu wa binadamu na kuthamini pia. Naitwa Bright Sospita, ni mtendaji wa kata halmashauri ya manispaa ya Morogoro. Tunashukuru sana kitengo hiki cha sheria kutoka Wizara ya Sheria na Katiba, ambayo kimsingi imefika na kutupatia mafunzo juu ya mada mbili muhimu. Na mada ya kwanza ilikuwa inahusiana na usafirishaji haramu wa binadamu, lakini pia mada ya pili tulienda kuangalia haki na wajibu wa mkopeshaji na mkopaji pia. Na niseme kabisa kwamba hii mada imekuwa imetufungua sisi kama washiriki, na sasa tunajua nini maana ya usafirishaji haramu, lakini pia tumeshaelewa sheria za nchi yetu ambayo zinazuia usafirishaji haramu wa binadamu na adhabu mbalimbali ambazo zimewekwa na serikali inapotokea kuna biashara ya usafirishaji haramu inayofanyika. Kama kiongozi ambaye anasimamia wananchi katika eneo langu, hii ni fursa yangu sasa kwenda kukutana na viongozi wa ngazi za mitaa, watendaji wa ngazi za mitaa na wananchi, na kufikisha hii elimu ili wale ambao wanafanya hii biashara au wanatarajia kufanya hii biashara na ambao wanafanya biashara hii bila kujua, waweze kujua madhara yake na kusaidia jamii sasa ifuate sheria na isije ikavunja sheria bila kujua kwamba wanasafirisha bila kufahamu wanatenda kosa.